Ni mpango mzuri sana ambao ni mwongozo utakaowezesha wanafunzi hao waliokatishwa masomo kwa sababu mbalimbali, sio tu ya uzito, wa kike na wa kiume, waweze kurudishwa mashuleni. Na mpango huu umetokana na kauli ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba wanafunzi waliokatishwa masomo wanarejeshwa katika mfumo uliokuwa rasmi na usiokuwa rasmi. Sasa mimi kwa nafasi yangu kama mkurugenzi wa KTO tunafanya kazi na vyuo vya maendeleo ya wananchi vipatavyo 55 chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Vyuo hivyo vinapokea pia kundi hili la vijana wote na wakiume. Kwa maana hiyo mpango huu au mwongozo huu utasaidia utekelezaji wa kuhakikisha kwamba jamii pana inahusishwa na vijana hao wanakuja kwenye vyuo vya maendeleo na nchi pia mbali ya shule za sekondari ambazo ziko rasmi. Na sisi wa KTO katika hilo tuna program ya elimu aina mwisho inayopelekea kwenye kupata ujuzi, lakini na elimu ya sekondari kwa wale waliokosa, watoto wa kike na huko tunapokwenda hata watoto wa vijana wa kiume. Kwa hiyo tunadhani ni mpango mzuri na ni utekelezaji ambao unaweza kupimwa na matokeo yake yakaonekana. Naibu Katibu Mkuu amezungumzia juu ya uwekezaji, alisema kwamba uwekezaji unaopatikana kuwashirikisha, partnership and collaboration is a huge investment for tomorrow. Kwa maana leo kuwashirikisha wadau ni uwekezaji mkubwa kwa ajili ya kesho, na kesho hiyo ndio hawa vijana. Kwa majina naitwa Baptist Tumai, ni mnufaika wa Kama, mwanafunzi wa Jumaa West Secondary School. Mwanzo kabla sijapata ufadhili nilipitia mambo mengi sana magumu, kama katika familia, kuzalimishwa, kuolewa, hata kuambiwa kuacha shule. Lakini toka nilipopata ufadhili, namshukuru Mungu, nasoma vizuri, wazazi wangu wameshauriwa na wananihimiza nisome. Na nashukuru kwa wamenipa vifaa vya kusomea kama vile baskeli, madaftari, viatu. Kwa hiyo nashukuru sana. Nilikuwa napata tabu kufika shule ni mbali, lakini toka waliponipa baskeli nafika kwa wakati na hudhuria vipindi vyote darasani. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.